Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uziende nyoyo za waumini wako, watie mapendo yako. Peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. Ee Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na yule Roho, tutende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutupa siku hii njema. Tunakushukuru zaidi kwa kutupa nafasi na kibali cha kuwepo mahali hapa na wakati huu tunapoendelea kuadhimisha miaka 50 ya parokia yetu ya Kiwanja cha Ndege. Tumekusanyika watoto wako kwa ajili ya kufanya mdaharo, kwa kuweka kumbukumbu, ili hata tuweze kujua, kukumbuka na kuhifadhi historia ya parokia yetu. Tunakuomba Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi, utuongoze katika yale tutakayokwenda kuyafanya. Uyape kibali mbele za Mungu na hata kwa ajili ya wote watakao yasikia. Tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba hata kwa maombezi ya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska, msimamizi wa parokia yetu, kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, mama wa kanisa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Karibu sana mtazamaji nawe msikilizaji wa chaneli yetu. Tunakukaribisha siku njema ya leo katika mdahalo maalumu ambao umejikita katika kuizungumzia jana yetu, leo yetu, lakini pia kesho ambao tunaitarajia. Tunakukaribisha siku njema leo katika mdahalo huu, tukijikita kuizungumzia historia ambayo imebeba kumbukizi ya parokia Kiwanja cha Ndege kwa miaka yetu 50. Tunapoadhimisha jubilei ya miaka 50 katika parokia hii, basi tunakukaribisha katika safari hii, ungane nasi. Tuko na watu hapa ambao wanakwenda kutujuza mengi, lakini katika hayo mengi watatupitisha katika historia, kumbukumbu na mengi ambayo yamebeba historia yote kwa ujumla katika miaka yote 50 ya parokia ya Kiwanja cha Ndege. Kukuongozea mdahalo huu siku njema ya leo, mimi ni Rose James Kipeleka. Karibu tuambatane sote na tufahamu ugeni na wale wote ambao tuko nao hapa watakao tupitisha katika historia ya jana, leo na hata kuielekea kesho yetu. Karibu. Kwa jina naitwa Sebastian Legi. Kati ya mwaka 95 na 2004 nilikuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri ya walei hapa Ndege. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa jina naitwa Rosalia Peter Mwanga. Nimekuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri ya walei parokia Kiwanja cha Ndege kuanzia mwaka 2008 mpaka 2016. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kifupi kwa jina naitwa Deogratias Matata. Nilikuwa mhudumu wa halmashauri ya walei kama katibu kuanzia kipindi cha mwaka 2004 hadi 2016. Kwa kipindi chote nimeweza kuhudumu na viongozi mbalimbali wakiwepo wenye viti Dionisi Nondi ambaye alitutoka baadaye, lakini baadaye akaja mwenyekiti Carlos Kidiro ambaye tuliendelea naye kutoka 2008 hadi 2016. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Jina langu ni Carlos Andrew Kidiru. Nimehudumu kama mwenyekiti wa halmashauri ya walei parokia ya Kiwanja cha Ndege kuanzia mwaka 2008 hadi 2016. Jubilei miaka 50 Ndege. Tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Jubilei miaka 50 Ndege. Mimi naitwa Emmanuel Mtambo,
ni paroko wa parokia hii ya Kiwanja cha Ndege tangu mwaka 2021 mwezi wa 8, tarehe 1 mwezi wa 8 hadi sasa. Jubilei miaka 50 Kindege. Tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Jubilei miaka 50 Kindege. Kwa majina naitwa Reinhard Ndimbo. Nilihudumu nafasi ya makamu mwenyekiti wa halmashauri ya walei Kindege tangu mwaka 2016 hadi 2022. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Jubilei miaka 50 Kindege. Tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Jubilei miaka 50 Kindege. Hii ndio salamu yetu, hii ndio kauli mbiu yetu kwa mwaka huu wa Jubilei. Majina yangu ni Flora Kahabuka Masami. Ninahudumu kama mwenyekiti wa halmashauri ya walei parokia yetu ya Kindege kuanzia 2022 mpaka sasa naendelea. Jubilei miaka 50 Kindege. Tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Jubilei miaka 50 Kindege. Kwa majina naitwa Rosemary Lucas Mchomba, ni mweka hazina wa parokia ya Kindege, halmashauri ya walei kuanzia mwaka 2022 mpaka sasa. Kwa hao wote ambao wamejitambulisha kwa siku njema ya leo, hakika hii ni safari ya miaka 50 iliyobeba historia, mafanikio, lakini sio tu hayo, lakini pia mafanikio makubwa ya kiimani. Leo tutajikita katika mdahalo huu kuzungumzia hayo yote katika ujumla wake. Bila kupoteza wakati, tuanze moja kwa moja kuifahamu historia ya nyuma. Leo tumesikia kuna viongozi halmashauri ya walei parokia, lakini miaka hiyo, je, walikuwa wanafahamika hivyo? Tujikite katika kufahamu kule nyuma, miaka 50 kuanzia hatua ya mwaka mmoja mpaka kuifikia leo. Kulikuwa kunatumika jina gani, ama walikuwa wanafahamika kama kina nani? Tuipitie historia tukiungana naye. Wengine anaweza kuwa baba, lakini kwa wengine ni babu. Karibu. Mimi ninachokumbuka kuhusiana na kuanzishwa kwa parokia yetu hii ya Kiwanja cha Ndege ni kuanzia mwaka 74 ambapo waumini wa sehemu hizi wakati bado sijui tulikuwa kinaitwa labda kigango au mkusanyiko tu wa waumini, tulikuwa tunasali katika, kwanza tulianzia katika mti, ulikuweko mti hapa ambapo ndio waumini wa eneo hili tulikuwa tunakusanyika. Baadaye likaja likajengwa kibanda ambacho nafikiri baada ya kupatikana wale mapadri wa kwanza majezuiti, ndio askofu akaitambua kuwa parokia mwaka 76 ndio ikaanza kuwa parokia. Sasa kuanzia huo mwaka 76 ni kwamba mapadri wetu waliendelea kueneza Injili, kututembelea waumini katika sehemu zetu tunazokaa, na parokia ikaanza kusisimuka. Bahati nzuri labda wakati ule mimi nilipata transfer, nikaondoka nikaenda utumishi sehemu zingine, lakini nilirudi mwaka 77 tena hapa. Nilirudi tena mwaka 77, na tukio moja kubwa ambalo nalikumbuka kuhusu parokia hii ambalo lilifanyika mwaka wa 78. Mwaka wa 78 ilikuwa ni kwamba baba paroko wa hapa alifanya mpango na baba askofu Kisuja ili kujaribu kuamsha imani ya waumini, hasa wale ambao tulikuwa tumehama kutoka
Dar es Salaam, kwa sababu mwaka 74 kulikuwa na uamuzi wa serikali kwamba makao makuu yanakwenda Dodoma. Sasa wengi tulikuja huku nani. Sasa baadhi ya waumini kwa maoni ya askofu aliwaona kwamba ni kweli wanahudhuria kanisani, lakini walikuwa hawashiriki sakramenti ya kitubio au na hasa Ekaristi. Sasa baba askofu akakubaliana na paroko hapa kwamba tufanye nini. Sasa paroko hapa alifanya kitu kimoja naweza nikasema ni kizuri ambacho kilitusisimua. Alisema sasa baba askofu, wale wote ambao unawafahamu kama ni viongozi walikuwa kama RPC, wakuu wa wilaya, si madirekta, si na manani, tuwape kadi ya mwaliko wa tafrija kidogo hapa parokiani. Basi tukaandikiwa wale wote viongozi wakuu. Bahati nzuri na mimi nikawa mmoja wa hao nilioingia katika mtego huo. Tukaalikwa, andikwa kadi nzuri sana. Basi tulipatikana kama 30 hivi au 35. Tukaja hapa kwa furaha kabisa, leo tunakwenda kwenye sherehe. Tulipofika hapa tulimkuta baba askofu, tukamkuta na paroko. Basi wakasema ndugu zetu, basi karibuni hapa kwetu hapa. Lakini tukio letu ambalo tumewaitieni litafanyika Weyula. Na walikuwa wameandaa mabasi mawili hapa. Wakasema wote gari zenu zote mtaziacha hapa. Wote tutaingia kwenye haya mabasi mawili. Huko Weyula, ile nyumba ya huo ni ya malezi nini, kuna hostel kule. Basi wakatubeba wote kwenye hayo magari. Paroko hapa alikuwa mcheza gitaa, akawa anatuchezea gitaa mle nani, anaimba, anatuburudisha. Tumefika kule, akatuambia basi karibuni, hapa ndipo kituo chetu cha tafrija. Sasa tukio la kwanza alilofanya baba paroko hapo ni kwamba tulipoteremka tu akasema sasa wageni wetu itabidi tupumzike kidogo. Kwa hiyo kila mmoja atapewa chumba cha kwenda kupumzika. Katika chumba hicho atakuta kuna kitanda, kuna nini, wash nini, basin na chochote atakachokuta huko. Baada ya nusu saa tutatoa signal ili wote tutoke tuingie ukumbini. Kweli tukaambiwa utakapokuwa kwenye chumba hicho fanya lolote unaloona linafaa, unaweza ukalala, unaweza ukafanya nini. Sasa labda nielezee baadhi ya matukio ambayo tulipokwenda sasa kwenye ukumbi. Swali la kwanza tuliloulizwa anasema wewe ulipokuwa unapumzika katika chumba hicho ulikuwa unafanya nini? Unaona? Sasa watu walitoa hadithi mbalimbali. Yuko mmoja alisema mimi nilikuwa katika chumba nikakikuta kimetandikwa vizuri, halafu mbele yangu pale kulikuwa na msalaba, nikautoa nikauweka upunguni, kwa sababu niliuona kama unanishtaki kitu fulani yani nani. Halafu mwingine akasema kulikuwa na Biblia pale kwenye meza pale, nilishika kwa kutetemeka. Basi sikuwa na furaha hata kidogo. Kwa hiyo zilikuwa kwa tukio nyingi, kila mmoja anaeleza nani. Basi baba paroko akapokea hiyo nani kwamba basi vizuri, sasa tutaanza semina yetu. Tutaanza semina, akatupa ile ratiba, anasema kutakuwa na semina kidogo ya kuamsha imani yenu, halafu kutakuwa na chakula, halafu kutakuwa na maungamo, halafu kutakuwa na misa baada ya hapo.
Sasa watu kwa kweli wengi walistuka, yani umetutoa katika mahusi yetu huko nini kwa ajili ya kitu. Kuna wengine walinungunika, lakini bahati nzuri tulipopitia katika ile programu iliyokuwa imepangwa, na bahati nzuri saa 9 hiyo akaja baba askofu mwenyewe na mapadri na baba paroko na padri mwingine, wakaungamisha watu pale. Wengi waliguswa sana na hiyo program, waliguswa sana hiyo program, wakaungama. Misa ikafanyika. Baada ya misa kukawa na chakula. Wakati wa chakula baba askofu akaanza kutuuliza pale, jamani, mmeonaje tafrija yetu hapa na nini? Watu walifurahi sana, walisema nimeshukuru, mimi nilikuwa hivi. Wakaanza kuungama mambo, mimi nilikuwa hivi, yani mambo haya mengine kama sijui kupokea Ekaristi. Huu ni mwaka wa 20 niko na nani tu, najali kazi yangu na hivi na hivi. Kwa hiyo hilo tukio nalikumbuka sana, liliwaongoa, naweza nikasema liliwaongoa wengi, ikiwemo na mimi. Nafikiri na mimi nilikuwa mmoja wa wale ambao nilifurahia hilo tukio, na ule upuuzi wangu kidogo wa kusahau kushiriki masakramenti na mimi kidogo ulipungua. Pengine baada ya kutoka pale, wewe kama miongoni mwa wale ambao walipata fursa ya kwenda kushiriki katika hiyo semina ambao ninyi mlialikwa kama mnaenda kwenye tafrija, kwako ilikuletea kitu gani cha kipekee ambacho ulitoka nacho kule na ukasema hapa ninakileta Kaindege kwa ajili ya waamini wengine? Nafikiri uamshi huo nilioupata kutokana na hiyo semina ndio naweza nikasema ulinionyesha njia ambayo mpaka sasa hivi najisifia kwamba ni mmoja wa waumini ambao sijisifu, lakini ambaye sio mpotofu sana. Huwa nikianguka na inuka pale pale, nikianguka na inuka. Tumepata ushuhuda wa kiimani ambao tulisema hii ni historia. Pamoja na historia tuna mafanikio, lakini pia tuna ushuhuda mkubwa wa imani. Tusalie kwako baba, mimi pia naweza nikasema ni babu. Kwa miaka hiyo ambayo parokia ilikuwa imeanza kwa namna hiyo, kama viongozi, kama sehemu ya wale viongozi ambao walisaidia parokia kuendelea kukua mpaka kufikia leo hii, pengine utupitishe safu ya uongozi ilikuwaje? Mlikuwa mnaratibu vipi majukumu mbalimbali katika parokia hii? Nikizungumzia sasa labda kile kipindi cha kushika madaraka ya uongozi, mwenyekiti wangu alikuwa marehemu Alois Bura, Mungu amrehemu hapo alipo, na mimi nilikuwa makamu wake. Moja ya majukumu yangu ni kuongoza kamati ya liturujia. Na nilikuwa na katibu mzuri tu, mama mmoja alikuweko dokta hapa, sasa nimemsahau. Tulipokea lile jukumu la kamati ya liturujia kwa furaha, ingawaje kutokana na kutofahamu sana liturujia ni nini, lakini kutokana na malezi na maongozi ya baba paroko Misanga ambaye namshukuru sana, alitusaidia Padri Misanga. Nafikiri tuliweza kujitahidi kufahamu tunatakiwa kufanya nini kwa kanisa na kwa waumini na kwa jumuiya. Kwa mfano, moja ya tukio kubwa ambalo tulilifanya katika kipindi hicho, nafikiri shahidi na tukio hilo lilitokana na jumuiya ya Mtakatifu Paulo Mtume ya Mama Mwanga. Walikuja siku moja wakati tuko kwenye kikao, wakaelezea, wakati ule ndio jumuiya zimeanza na mapadri wameanza kuwa wanatembelea jumuiya. Wakatuelezea sema sisi jana baba paroko alikuja, tukaendesha ibada na nini na nini, alafu tukampa na zawadi ya vitu kama siji mkate na nini, vyote hivyo walivyompa. Ilikuwa ni kitu cha kupendeza sana.
Asante kwa kutupitisha kwenye historia hiyo. Ninatamani sasa tusikie wenzetu waliotuanzishia zoezi hilo la utoaji kama zawadi, lakini baadaye ikawa sehemu ya utaratibu wa kanisa. Karibu mama, tukusikie, utupitishe kwenye hiyo historia, pengine utuambie nini hasa kiliwasukuma kuanza na zoezi hilo, lakini baadaye mkaona ni muhimu na ni busara kuwashirikisha pia na wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi mwanzo wa tukio la kutoa vipaji, nadhani ni mimi nilisali parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Singida. Niliona jinsi wanavyotoa, kila jumuiya wanapeleka vipaji. Basi niliona ni jema, nikalileta kwenye jumuiya. Nikamwambia, jamani jumuiya, mnaonaje tukifanya jambo kama hili, tuwe tunapeleka vipaji wakati tuko kwenye zamu yetu? Na kweli walilipokea, wakaona tujaribu. Basi tulivyofanya kuleta vipaji, likaendelea kuzoeka vizuri mpaka leo. Nadhani hata jumuiya Paulo imegawanywa, lakini sasa kama tunarudi nyuma, tumewaachia wengine wanaenda vizuri zaidi, lakini bado ule utaratibu wa kutoa vipaji umeendelea vizuri. Nadhani Keindege naweza ikawa mfano kwenye parokia zingine jinsi ya kutoa vipaji. Asante kwa muda ambao umepata nafasi ya kuwa kiongozi mpaka wakati huu, kwa miaka hiyo ya 50 nyuma, pengine wewe kama kiongozi ni vitu gani ambavyo unajivunia, unasema hivi kama viongozi tuliratibu na vikaenda, na kwa hakika tunasema tulitoa parokia ya Kiwanja cha Ndege hapa na kwa uwezo wa Mungu tulifikisha mahali fulani? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Labda mimi kwa kujiunga na parokia hii nimejiunga mwaka 1994. Kwa hiyo nilivyokuja nimekuwa kama nasali kama muumini tu, na pengine nitoa ushuhuda kwa sababu kuja hapa mimi nilikuwa nimeasi imani yangu. Nilirudia imani yangu hapa Keindege mbele ya Padri Ludwig. Baada ya hapo nilimwambia Mungu, naomba muda huu wote ambao niliupoteza niutumie kwa ajili yako, nifanye utume kwa ajili yako. Nilianza kwenye jumuiya kuwa katekista wa mafundisho ya dini. Lengo ilikuwa nirudi kwanza mimi nijikumbushe imani yangu ili niweze kuinjilisha. Baada hapo basi Mungu alinijalia nikawa mwenyekiti kwenye jumuiya, nikawa msalishi, nikawa mwenye kiti wa WAWATA, nimeendelea. Kwa kweli sijivuni sana kwa sababu kila mmoja huwa anapewa karama yake. Kwa vitu ambao tulivianzisha kama parokia, la kwanza hilo la vipaji. La pili, tukiwa kama uongozi, ndio wakati ule tulipotafuta lile shamba la membe. Mimi nilikuwa natembea kwa mguu kuanzia membe mpaka kule shambani kwa mguu kwenda na kurudi. Wakati mwingine mvua navushwa kwenye maji na nini, lakini tulijitahidi kupata ile eneo. Hata kama alikuendelezwa, lakini ilikuwa ni nia nzuri. Najua kitu huwa hatukati tamaa. Iko siku tutapata faida. Na wakati wa uongozi wetu pia nakumbuka Father Gaspar alisema, tawekeza nini katika waumini wangu hawa? Sina kitu cha kuwekeza kwao. Alisema tunaandaa somo la Biblia ambaye alitoa Padre Atilio. Mwaka mzima tunafundishwa Biblia pale uwanja wa vijana. Ni hiyo ambaye mimi naona kwamba hata waamini wa Keindege mwamko wa kiimani na kusoma neno la Mungu limeanzia pale. Aliwekeza kwenye Biblia tujue neno la Mungu. Tulikuwa hata sisi viongozi wengine hatujui neno la Mungu nayo Biblia, lakini ule muda wa kusoma alikuwa hamna, lakini ilitupa msukumo kuona kwamba tunajua neno la Mungu ambaye linatusaidia hata sasa hivi kwenye jumuiya tunaweza tukasaidia kutafakarisha neno la Mungu na nini. Kwa hiyo hayo ni baadhi ambao mambo mimi najivunia kwamba tulifanya wakati huo. Pia kuratibu katika mambo yote yalikuwa ni mengi. Kukaa vikao kujadili mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yanasaidia viongozi wetu na halmashauri kuendana na mpango wa parokia. Kila kitu kilienda kwa wakati wake.
hata kama ni kidogo, lakini ilikuwa naenda kwa wakati wake. Kwa hiyo upande wangu nashukuru pia jinsi viongozi wanavyobadilika, wanakuja na maono mapya. Lengo ni kujenga kanisa la parokia ya Kiwanja cha Ndege. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana kwa ushuhuda mzuri jamani, tumpongeze mama. Amesema yeye alipitia safari ambayo alikuwa ameasi imani, lakini alirudi kupitia parokia ya Kiwanja cha Ndege na akasema, Mungu, ninataka nikutumikie katika hili. Kwa hiyo ni hatua kubwa, na kweli huo ni ushuhuda hasa wa kiimani kweli kweli kwa miaka 50 ya parokia ya Kiwanja cha Ndege. Pongezi sana kwako mama. Pengine tuje kwa baba hapo na wewe tupitishe katika mabadilishano yale ya kiuongozi na namna ambavyo mmeendelea kupokezana majukumu mbalimbali ya utume katika parokia ya Kiwanja cha Ndege. Kwako ni kitu gani ambacho nakikumbuka unasema wakati wa uongozi wetu mimi hiki kilikuwa kigumu, lakini hakikunikatisha tamaa. Nilisema kwa parokia ya Kiwanja cha Ndege na kwa msaada wa Mungu tutavuka na kuivusha parokia ya Kiwanja cha Ndege. Asante. Labda mimi kwa kifupi niweza kuzungumzia kile ambacho tumeweza kukishiriki katika uongozi wa kipindi cha toka mwaka 2004 hadi 2016. Ndio. Kifupi tu ni kwamba kwa kweli nikirejelea nyuma kulingana na historia hivi kama alivyoeleza baba hapa, parokia ya Kiwanja cha Ndege imekuwa ni sehemu ya kiimani katika jimbo la Dodoma. Tunaweza kusema ni kama nafasi ya parokia ya pili kutoka jimbo kuu la Mtakatifu Paulo. Lakini basi niseme kwa hapa Dodoma katika jimbo zima, kwa maana ya eneo lililopo la dekania hii, lakini sio kwa maana ya jimbo kwa kama parokia zilivyo mpangilio. Tunafahamu kwamba kulikuwa na parokia nyingine za huko Biawana Kongwe ambazo zilikuwa Biawana sijui na wapi huko Veyula nyingine kama hizo. Lakini kwa hapa Dodoma, kwa hapa dekania hii ya Paulo ambako tuseme hapa Dodoma mjini, parokia pekee ambayo imeweza kuwa na ustawi wa haraka kabisa ni parokia ya Kiwanja cha Ndege. Kulingana na mtiriko wa parokia ambazo zimekuwepo mpaka sasa. Kifupi tu niseme kama alivyoeleza basi makamu mwenyekiti, na kumbuka ni kwamba kutokana na mwamko wa waumini ambao ulikuwa ukionekana ari waliokuwa nayo. Na hii ni kutokana nafikiri na namna ya kufikisha neno kwa shirika au kwa hawa wa misionari majezuiti ambako walikuja kwa mpangilio wa kuhudumu kwa namna ya kipekee. Sasa waumini nafikiri walikuwa na mwamko mkubwa sana kama ulivyosikia mwanzo kabisa. Waumini waliweza kuwa na ule mwamko, moyo wa kusema kushiriki kwenye ibada kwa namna mbalimbali. Kama walianza kusali kwenye mti, kwenye mwembe, lakini baadaye walijenga shule kama darasa, lakini baadaye kaanzishwa parokia. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vilikwenda kwa kasi kubwa. Na nikikumbuka mimi tu toka nimeingia kwenye uongozi huo mwaka 2004, parokia ilikuwa na waumini ambao kwa kweli waliendelea kuongezeka kwa kasi kubwa. Kwa kipindi hicho ilibidi hata kanisa hili lililopo sasa hivi liweze kuongezwa. Kama ukijaribu kama ukiona kanisa lilivyo, wakati tumefanya upanuzi toka 2006 mpaka 2008, ni upanuzi ambao ulifanyika kwa maana ya kuna sehemu ndani ukiingia pale unaona kuna sehemu tulikuwa tunaita A na B. B ina maana ni kule sehemu iliyoongezeka. Kuna nguzo ambazo zimewekwa pale katikati, ile ndio sehemu B ambayo imepanuliwa kwenda lango kuu. Kwa hiyo hii ni sehemu ni ongezeko la watu, waumini wameendelea kuongezeka kwa wingi. Na mwamko ambao tumeushuhudia ni kuona jinsi ambavyo hata parokia zikiendelea kuongezeka kutokana na waumini. Hao waumini wote wa parokia ya Makole walikuwa na sali Kiindege. Wa parokia Nkungu walikuwa na sali Kiindege. Wa Miuji Mbwanga walikuwa na sali Kiindege. Wa Yohane Nyasi wa Loyola nao walikuwa na sali Kiindege. Lakini bado parokia zimezidi kuwa nyingi sasa kutokana na waumini. Hao waumini wote walikuwa na sali Kiindege. Kwa hiyo uone jinsi ambavyo kulikuwa na mwamko wa kuhamasisha watu kuwa na imani na kuendelea kuzaa parokia nyingi ambako parokia ya Kiwanja cha Ndege imekuwa ni kama parokia mama. Asante sana. Tuje kwako Mzee Kidilu, pengine utuambie kwa miaka kama ambavyo umesikia historia kutokea kwa uongozi wa awali kabisa mpaka kufikia sasa. Unahisi ni mambo gani ambayo yanapaswa kutunzwa ili kuhakikisha ya kwamba miaka hii 50 iliyopita na ambayo inaendelea parokia ya Kiwanja cha Ndege, baba paroko alikuwa anapenda kusema Kiindege inapaa, isirudi chini bali izidi kusonga mbele zaidi. Yapi yatunzwe yale ya nyuma mpaka kufikia sasa? Asante.
Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Niweze kushuhudia tu kwamba pengine ninaposema yapi yatunzwe, tayari kile kilichokuwa kimeanzishwa kinaendelea kutunzwa kama parokia na kinaendelea kukua kila wakati, kwa sababu tulianza na uinjilishaji wa masomo ya Biblia kadiri ya Father Gaspar ambao alianzisha uinjilishaji wa aina hiyo. Lakini wakati huo pia tukumbuke kulikuwa na uinjilishaji wa kina ulikuwa unafanyika kiparokia hapa. Na hiyo nayo ilikuwa ni sehemu mojawapo ambayo imeleta mwamko mkubwa wa waamini, hasa katika kuimarisha imani na kuamka kuwa watekelezaji badala ya kuwa wasikilizaji. Kwa hiyo ni sehemu inayoendelea mpaka sasa hivi kwa parokia hii ya Kiwanja cha Ndege. Baada ya mwanzo huo mpaka leo hii tunaona ni jinsi gani parokia kama parokia inavyoweza kuandaa semina nyingi za kiparokia, za kijumuiya na kikanda. Kwa hiyo kimsingi imani inakuwa si kwa kusikia tu, lakini unaposikia unaipokea na unaifanyia kazi, unatekeleza. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina nishajitambulisha. Kwa nafasi ambayo nilihudumu kama makamu mwenyekiti wa halmashauri ya walei parokia, nilipowapokea viongozi kina Mzee Kidiru, kwa kweli tumekutana na mambo mazuri ambayo yalishaandaliwa tangu awali, lakini yote ambayo yaliandaliwa yalihitaji kutekelezwa, kutendewa kazi, kwa sababu maandalizi tayari yalikuwepo. Upande wa mafundisho ya dini tulishaanza na mambo ya kanisa. Tunapoingia kwenye ibada kanisani, kulikuwa na somo linatolewa kabla ya ibada. Masomo yaliyotolewa kabla ya ibada yatuimarisha katika imani. Maparoko, mapade waliwaandaa baadhi ya viongozi wa walei au makatekista kutukomaza katika imani, kujua imani halisi na ukomavu katika imani ya kanisa Katoliki, kama katekisimu na sheria za kanuni za kiimani, tuimarishe zaidi. Lakini katika sehemu ya maendeleo, moto ndio uliwaka kuliko mara ya kwanza, kwa sababu kila padre au paroko aliyeingia alikuwa na moto wa kweli kweli. Kama kweli upo legelege, huwezi kubaki kwenye uongozi. Kwa mfano, mimi nilipokea uongozi tukiwa na paroko Eric, Father Eric. Eric alipoingia kwenye uongozi alikuta tayari moto washwa na Father Sosi, kuhitaji maendeleo ya kupaa kwa haraka kwenda juu, kuonyesha alama ambayo itarithishwa na waumini wajao au viongozi wajao. Kwa mfano, mashamba yote ambayo yalikuwa yameandaliwa yalitakiwa yaendeleze. Mashamba ya Membe, kuna mashamba ya Mpama. Lakini kwa hapa parokiani kulianzishwa shughuli ambayo ni ujenzi wa nyumba ya mapadre. Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu kubwa na iliyotutia yani kwa namna moja au nyingine hakuna aliyeamini kama tungeweza kujenga hili jengo kwa nguvu za kiparokia. Jengo la mapadre limejengwa la ghorofa moja, jengo zuri, na wakati huo kukawa na jengo la Groto lilijengwa wakati huo. Na yote viongozi tuliokuwa madarakani, nikiongozwa na mwenyekiti wangu Wendelin Kisinga na viongozi wengine wa halmashauri ya walei, tulikuwa moto sana. Kwa hivyo walihitaji kupaa kwa haraka kuliko mwanzo walivyoanzisha wenzetu, kwa sababu tulishapata mwanga. Nataka sasa turejee sasa tuizungumzie leo ambayo ilianza mwaka 2021 kutoka kwa Baba Emmanuel Mutambo mpaka kuifikia leo. Tunaizungumzia leo yetu ambayo tupo. Tumesikia historia huko nyuma, kuna mambo ambayo mliyapitia, na kichocheo kikubwa kimeonekana kwamba ni imani. Kichocheo kikubwa cha mafanikio haya yote ni kukua kwa imani. Baba Emmanuel Mutambo, pengine utupe dokezo kwa miaka hii 50 kama parokia Kiwanja cha Ndege, kwa pale ambapo ulishika jukumu kwa alikotoka mapadre wengine wa shirika la Yesu mpaka kufikia leo hii. Kwako wewe
mnajivunia kitu gani? Mimi ninajivunia kwanza kwamba kulikuwa na misingi imara ya imani ambayo iliwekwa na wenzangu waliotangulia, Wajesuiti waliotangulia waliweka misingi imara ya imani. Na hiyo imesaidia sana kwamba hata tukiwa na mabadiliko kuna msingi tayari ambayo ulikuwa imara, na ni kazi ya sisi tunaokuja ni mwendelezo wa hiyo imani ambayo imejengwa tayari na wenzangu. Na ni kweli kwamba mimi nilipofika hapa kwanza kabisa mimi kikubwa kwangu mimi nilianzia, kabla nijiunge na upadri nilikuwa katekista. Kwa hivyo utume wangu mkubwa ninautazama katika mtazamo wa ukatekista. Na unaona kama wenzangu walivyo mafundisho, semina mbalimbali, katekesi kanisani, hiyo yote inatupa msingi wa imani wa waumini wetu. Na nilipofika hapa kama katekista, nilichokiona kwanza ambacho nilisema lazima tutengeneze. Kanisa letu hapa parokiani lina baraka kubwa ya watoto. Mungu ametubariki na watoto wengi sana. Tuna watoto wengi sana katika parokia yetu. Na niliona kwamba watoto hawa tukiwawekea msingi imara wa imani, hasa kwa mafundisho ya katekesi kwa watoto wetu, basi tuna uhakika wa kanisa la kesho na kesho kutwa. Tuna uhakika kwa sababu tumewekea msingi. Kwa hivyo kikubwa nilichokitazama zaidi ni kwamba nakumbuka nilipofika hapa nilipata watoto makatekista Jumapili wanakusanya watoto, alafu wanatafuta mawe, wanaweka matofali, wanakaa chini, wanasoma katekesi. Na mimi niliona hiyo ni kitu nilikiona zamani sana vijijini, ambao watoto wanakaa chini ya mti kwa mawe, alafu wanasoma. Kwa hivyo watu wanapita, watoto wamekaa pale, wanaenda wapi? Kwa hivyo kwa watoto kushika imani yao niliona hii ni changamoto kubwa, kwa sababu kuna watu wanapita, wanaenda wapi? Inakuwa vigumu, watoto hawezi kushika imani vizuri. Kwa hivyo cha kwanza mimi niliona cha kufanya ni kutafuta mazingira mazuri kwa watoto wetu kusoma, kufundishwa dini. Hivyo basi nikajitahidi toka mwanzo, nikabadilisha majengo. Nakumbuka kulikuwa nyumba ya mapadri hapa, tumeibadilisha imekuwa ni madarasa. Kulikuwa ingine ilikuwa garage hapa, tukaibadilisha iwe darasa. Ukumbi ambao ulikuwa umekamilika, ukumbi wa Inyasi, nikaamua kwamba ukumbi huu sio mambo mengine, cha kwanza uwe unatumika kwa mafundisho ya dini. Lakini pia nikaangalia shuleni. Mashuleni kuna watoto wengi wengine baada ya ubatizo huwa hawapati fursa ya kuendelea mafundisho ya katekesi, mafundisho ya komunyo na kipaimara. Hivyo nikasema na shule pia tuimarishe walimu wa dini mashuleni. Kwa hiyo tukaweka mpango kazi na mkakati kuhakikisha kwamba watoto wetu ambao wako mashuleni wanapata mafundisho ya dini. Hivyo basi tukaendelea kuimarisha walimu wa dini, tukaleta walimu kutoka chuo chetu cha Ipala kuja kufundisha na kuimarisha walimu wetu, tukaweza kuwasambaza mashuleni kuhakikisha kwamba wanafunzi kule shuleni wanapata mafundisho ya dini, na hapa parokiani wanafanya. I think katika jimbo letu la Dodoma, parokia Kendege tunaongoza kwa mafundisho ya dini mashuleni. Kwa sababu tunapata mitihani, tunawapelekea, tunawachapia na tunahakikisha wanafanya mitihani, na baada ya mitihani tunawapa vyeti kutoka Baraza la Maaskofu. Kwa hivyo tumejaribu sana kuimarisha imani kupitia kwa misingi ambayo wenzetu waliweka, na tunaendelea kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata mafundisho ya kutosha, na hasa wengine wametaja hapa kuhusu mafundisho ya katekesi, semina mbalimbali. Hiyo yote inatuimarisha imani, na tunajua kwamba wakiimarika imani, basi hata sisi mapadri tukija inakuwa ni kuratibu tu, lakini wao wenyewe wanaishi imani yao vizuri sana, kwa sababu wamepewa misingi ya imani yao ambayo inawasaidia kuishi imani yao vizuri zaidi katika kanisa. Tumsifu Yesu Kristo.
Tukitoka kwa baba paroko tutarejea tena kwako. Ninatamani sasa viongozi pia watuambie kwa haya ambayo umeeleza walau kwa uchache, mnaamini ya kwamba yameleta msaada kwa waamini kiroho na hata kijamii? Kwa yale ambao baba paroko ameeleza, lakini pia kwa yale ambao ameelezwa na wale ambao walikuwa viongozi wa hapo awali ambao wamewaachia pia ninyi kijiti hicho, mnaamini yameleta manufaa kwa waamini wa parokia Kiwanja cha Ndege kiroho na hata kijamii? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Swali lako ni lepesi kabisa. Tunaamini na tunasadiki. Pamoja na kuamini, tunayaona pia kwamba kuna mabadiliko yanaleta manufaa kwa waamini kiimani, lakini pia kijamii. Tunayaona kiimani kwa matukio mbalimbali yanayofanyika ya kiimani parokiani, mwitikio wa watu, lakini pia tunayaona kwenye jamii kwa sababu tunaishi kwenye jamii. Tunaona namna ambavyo kama Wakristo waamini wanaoishi kwenye jamii, tunaona mabadiliko ya kimahusiano na jamii. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Pengine ushiriki wa waamini wa parokia Kiwanja cha Ndege, na kama baba alivyosema, kwa watoto mmewekeza zaidi. Kutoka kwa watoto kuja kwa vijana, naamini ushiriki wao pia unaleta chachu katika kuliendeleza kanisa, hasa parokia Kiwanja cha Ndege. Imani hiyo tunayo na tunaendelea kukaza mwendo. Kwa watoto baba ameshaeleza, nisirudie. Tuna makundi mengine ya vijana na watu wazima. Kwa vijana sasa hivi kuna mwamko mkubwa umeanza. Najua zamani zaidi tukiwa tunakitumia sana kituo cha vijana. Parokia Kiwanja cha Ndege ilikuwa kitovu cha masuala ya vijana kwa kanisa la Dodoma. Baada ya mabadiliko kidogo ya matumizi ya kituo cha vijana, kulikuwa na kama kurudi nyuma kidogo au kulegea kidogo, lakini sasa hivi kuna mwamko ambao mababa wetu wameamsha. Vijana wetu wanazidi kusonga mbele, na hivi sasa hiki kipindi kilichopita cha Pentekoste walikuwa na matukio yao ambapo tumeona mwamko unaendelea na wanaendelea kushiriki vizuri kabisa katika matukio mbalimbali ya parokia. Lakini pia kuna makundi mengine tunaposema tunayaona kwenye jamii. Tuna wanawake wa Katoliki. Wanawake wa Katoliki ni kiungo kikubwa sana na wamefanya mambo makubwa sana kwa parokia yetu na kwa kanisa kwa ujumla. Kwa hiyo tunaendelea kuona ushiriki huo ikiwa ni mwamko wa kiimani na ushiriki wao katika masuala ya jamii na kanisa kwa ujumla. Asante. Natamani tumsikie pia mweka hazina wetu na yeye atuelezee katika kupokea kijiti hiki cha hasa cha utume katika uongozi ule wa halmashauri ya walei parokia. Kwako wewe, kutoka ulikotoka, kwa viongozi ambao wamekurithisha jukumu hili na utume huu, kuna kitu gani ambacho umejifunza hasa? Asante. Kutoka viongozi waliopita ni mambo mengi mazuri ambayo tumejifunza kutoka kwao na tunaendeleza. Kikubwa kwanza, huku nyuma parokia Kiwanja cha Ndege imewakuza watu kiroho. Naweza nikasema ni parokia ambayo ina vyama vingi vya kitume na vyama vya marika. Kwa parokia ya Kiwanja, nadhani kwa jimbo la Dodoma tunaongoza. Tuna almost viko hai. Yaani sio kwamba tu tunaongoza viko legelege, viko hai. Viko takriban 13. Hadi wazee na wastaafu hapo. Sidhani parokia nyingine kama hawajabaki nyuma. Ukiacha Wawata na Uwaka ambao wako mbele. Kwa kweli tumepokea na tunaendeleza mengi mazuri. Kiimani tumepiga hatua kubwa sana, kimaendeleo ndo zaidi mno. Tumepokea kijiti kutoka kwao. Tulikuwa tuna baadhi ya mashamba ambayo hayajaendelezwa, na sisi kwenye awamu yetu tumenunua mengine. Tuna shamba ambalo tumenunua la Mbwanga ambalo tunalifanya kuwa kigango, baadaye litajengwa kanisa. Ni ndani ya uongozi wetu ndio tumefanya hilo jambo. Pia tuna jengo la katekesi kwa ajili ya mafundisho ya dini na mambo mengine. Maendeleo ni mengi mpaka kufikia hapa.
Pia kwenye maendeleo ya mazingira yameboreshwa sana chini ya uongozi wa Father Mutambo. Mngekuwa mnaweza kuonyesha hapa tunakofanyia, mnaweza mkaona hii green au parking yenyewe inavyopendeza. Ni chini ya uongozi wa Baba Paroko Mutambo yamefanyika haya yote. Na pengine tu hapo kwa dokezo, miongoni mwa vitu ambavyo hata mimi kama sehemu ya wale ambao wanakuja na kutoka parokiani Kaindege, kati ya vitu watu wanaviogopa ni kuchafua mazingira ya parokia ya Kiwanja cha Ndege. Hicho kitu hata ukikuta watoto wakisogea kwenye maua mwenzake akikuta Father Mutambo, yani ndio kitu ambacho wanakizungumza. Pengine hilo ni kwamba mlitoa tamko kanisani, baba akikukuta pale inakuwaje? Ni mazingira tu yenyewe yalivyo smart. Hata ukitaka kudondosha kitu unajisikia vibaya, lakini sambamba na hilo kuna hizi dustbin zimewekwa sehemu mbalimbali, zimetengenezwa kwa ajili ya kulinda mazingira. Lakini pia tunawahamasisha. Kuna kipindi nadhani Baba Mutambo alitoa kanisani kila muumini apande walau mti mmoja wa matunda nyumbani kwake, kubadilisha hali ya hewa na nini. Kwa hiyo mazingira yetu nakuta yako smart kwa vile ni pasafi. Kwa hiyo wewe mwenyewe ukija hata utajisikia vibaya kwa kweli kutupa takataka. Shukrani sana. Tunaizungumzia historia, mafanikio, lakini pia ushuhuda wa kiimani wa miaka 50 katika parokia ya Kiwanja cha Ndege, parokia ya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska. Bado tuko hapa katika mdahalo huu. Wakati huu ninatamani Baba Paroko atupitishe katika ile dira tunapoiendea kesho yetu. Parokia ya Kiwanja cha Ndege hasa mmejipanga na kwa uwezo wa Mungu mnatamani kufikia vitu gani kwa miaka mingine ijayo? Kwanza kabisa tunapenda tuendelee kukaza mwendo katika Kristo. Ningependa tuendeleze kile ambacho kimewekwa tayari, na mimi kama alivyosema mmoja wetu kwamba parokia ya Kiwanja cha Ndege inaongoza kwa vyama vya kitume. Sasa hivi nimefikiria kwamba majengo na mazingira mazuri na hivi vyote ambavyo ni muhimu, bila imani imara, bila imani hai, haya majengo tutarudia makosa ya wenzetu, labda nchi zingine ambazo imani ya watu imefifia. Majengo yapo na yamegeuzwa kuwa makavazi ama vitu vingine, watu wanaenda kutazama historia ya kanisa bila kuiishi imani. Kwa hivyo mimi nimefikiria kwamba miaka hii ambayo tunaendelea nayo tuimarishe imani zaidi, kuimarisha. Ningependa sana, tamaa yangu kubwa kwamba kila muumini awe kwa chama cha kitume, kila muumini. Tukiacha vyama vya kitume vinne hivi ambavyo ni vya marika, WAWATA, Utoto Mtakatifu, vijana na wanaume wa Katoliki, ningependa sana kila muumini awe kwa chama cha kitume, awe Moyo Mtakatifu wa Yesu, awe Charismatic Katoliki, awe wa Fransiskani. Ninatamani sana. Kwa hivyo ni kwaya, natamani sana kwamba kila muumini, kwa sababu hivi ni vyama ambavyo vinachochea mtu kuishi imani yake katika hali halisia, katika maisha yake ya kijamii tukio. Kwa hivyo tamaa yangu kubwa ni kwamba sasa tuimarishe vyama vya kitume. Tuimarishe vyama vya kitume katika parokia yetu. Watoto wetu tuendelee kuimarisha imani yao, na natamani kwamba tuwe na mafundisho zaidi, semina vile mmeona tangu mwanzo kule kulikuwa na wale wazee walichukuliwa hapa wakapelekwa Veyula, wakafundishwa, wakaimarishwa imani yao. Pia mimi natamani tuweze kuimarisha imani ya waumini wetu kwa mafundisho mbalimbali, na tumeanza tayari. Tukaribishe kwa wale ambao si wana parokia ya Kiwanja cha Ndege, ni watoto na wajukuu wa parokia ya Kiwanja cha Ndege, lakini pia kwa wale ambao si wenyeji wa Dodoma, pengine ndio wanatazama mdahalo huu. Una kipi cha kuambia hasa katika miaka hii 50 ambayo tunaisherehekea kama parokia ya Kiwanja cha Ndege? Kama tunavyojua kwamba parokia ya Kiwanja cha Ndege ilikuwa ni maeneo makubwa sana kijiografia, kwa mpaka kule Ihumwa, Mpama, Nguhungu. Kwa hivyo na watu wengi sana nimekuja kugundua kwamba hata wale ambao baada ya kupata parokia zingine, baada ya kuwa parokia, bado wanapenda sana parokia ya Kaindege.
wanakuja walao mara Jumapili mara kwa mara wanakuja kushiriki nasi. Kwa hivyo niwakaribishe tena, karibu tena tushiriki pamoja. Parokia hii ni parokia mama vile wengine wanaita. Sasa ni makao makuu ya dekania mpya ya Mtakatifu Jema Galigani. Kwa hivyo mnakaribishwa, tufurahi pamoja kwa sababu sisi wote ni sehemu ya parokia hii. Tunajivunia kwa sababu hadi kule mpaka kule Ihumwa ninyi ni sehemu yetu. Tunajivunia kwamba miaka hiyo tuliweza kufika kule, na sasa mmekuwa karibu, mtoe ushuhuda kwa imani yetu. Na hata walio nje, kuna mababa ambao wanafanya utume wao, waliondoka hapo, wako Kenya, wako wapi, Uganda. Mnakaribishwa sana. Wengi wanatutazama kutoka waliokuwa wanaparokia hapa, wako Canada, wako Marekani, wanapenda kufuatilia sana, hasa kwa mitandao ya jamii ambayo tunajaribu kuendelea kukua katika mitandao ya jamii kufikia wengi walio nje ya nchi. Mnakaribishwa sana, tusherekee pamoja, tujivunie pamoja hizi hatua ambazo tumesipiga kupitia kwenu na kwa utume wa parokia yetu. Karibu sana, tufurahi pamoja kwa hii miaka 50 ya parokia yetu. Jubilei miaka 50 Kaindege, tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Jubilei miaka 50 Kaindege. Kama jina letu linaashiria kwamba sisi ni parokia ya Kaindege, na ndege anapaa, mazingira yake ni juu. Kwa hivyo sisi tunaendelea kwenda juu. Karibu tuendelee kwenda juu pamoja, kwa sababu sisi ni watu wa kupaa. Karibuni sana. Ni washukuru washiriki wote walioshiriki hapa leo kwa mdahalo huu. Asanteni sana kwa kutenga muda wenu na kuwa nasi kwa mdahalo huu. Mungu awabariki sana kwa majitoleo yenu. Tufunge kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Mwenyezi, wewe mwenyewe ulitaka tuwe na mwaka wa jubilei, ulituhimiza, ulitutaka ili tuweze kupata neema maalum ya mwaka wa jubilei wa waumini wako. Tuna imani kwamba mwaka huu wa jubilei waumini wa parokia hii ya Kiwanja cha Ndege na hata wageni wetu, marafiki wetu, wamejota baraka za jubilei, baraka na neema maalum ambazo tunazipata, ambazo ulikusudia tuzipate kwa mwaka wa jubilei. Tunakushukuru kwa mwaka huu wa jubilei. Tunakushukuru kwa mapadri wa shirika la Yesu ambao wameinjilisha parokia hii kwa miaka mingi. Tunakushukuru hata kwa maaskofu ambao walitualika. Nakushukuru kwa waamini, viongozi wote wa halmashauri ya walei ambao wameshiriki nasi katika utume wa parokia hii. Nakushukuru kwa ajili yao, wao walio hai na hata waliotutangulia. Mungu Mwenyezi, asante kwa kutuwezesha kuwa pamoja na kushiriki katika utume wa mwanao Yesu Kristo kwa kuokoa ulimwengu. Na kuomba tunapoendelea kuadhimisha mwaka huu na hata tunaelekea kilele chake, uwe pamoja nasi, Roho wako atuongoze ili tuweze kuyafanya yote katika Kristo kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Asanteni sana. Kwa hakika miaka 50 sio tu safari ya kusema ya kwamba tumefika hapa na tumekomea hapa. Miaka 50 imebeba historia kubwa, imebeba ushuhuda, imebeba kumbukumbu. Lakini kwa namna ya kipekee tunasema tulichokitoa hapa katika mdahalo wa siku ya leo, tumebeba ushuhuda mkubwa sana wa kiimani ambao tumeusikia kutoka kwa wale wote ambao tumewasikia hapa. Niwashukuru sana kwa dhati washiriki wote wa mdahalo huu. Nimshukuru pia nyuma ya kamera ndugu yangu, na tunasema mara zote amekuwa bosi wangu katika usimamizi na uratibu mzima wa masuala haya ambayo tunayazungumza katika jubilei miaka 50 parokia Kiwanja cha Ndege, kuhakikisha kwamba inakufikia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ndugu Tadei Tesha, tunakushukuru kwa kuwa nasi mpaka wakati mwingine. Tunakupenda sana na karibu parokia Kiwanja cha Ndege. Jubilei miaka 50 Kaindege, tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Usiache kutufuatilia. Amina.